Naitwa Raymond Gweba, ni mkufunzi wa grassroots wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF. Nimekuwa Kigamboni kwa ajili ya kuwezesha kozi ya awali ya mpira wa miguu ambayo ni grassroots football coaching course kuanzia siku ya tarehe 31 mwezi wa 3 Jumatatu hadi leo siku ya Ijumaa tarehe 4 mwezi wa 4. Mengi ambayo yamejiri katika mafunzo haya ni kwamba walimu hawa ambao wanashiriki kozi hii walikuwa 34, wanawake 2 na wanaume 32. Katika kipindi cha siku hizo 5 kujumlisha na siku ya leo, walimu hao wamekuwa wanapata mafunzo nadharia darasani, yani theory, na mazoezi kwa vitendo uwanjani katika muda wa siku hizo 4. Siku leo hii ya mwisho ya 5, walimu hawa wanaweza kuhitimisha kwa kufanya tamasha kubwa likiwa linahusisha watoto 101 kutoka shule ya Guardian Angels iliyopo huku Kigamboni. Kwa hiyo kinachofanyika sasa hivi ni kwamba walimu hawa baada ya kupata mafunzo hayo wanaweza sasa hivi kulisimamia ili tamasha wakiwa wao wenyewe, wakiongozwa na organizer ambaye ni miongoni mwa hao washiriki. Niseme tu kwamba huu muda umefika. Walimu au wote ambao wanawiwa kuwa walimu wa mpira wa miguu, basi ni wakati sasa wa kufanya hii kazi wakiwa wamepata mafunzo, sio kufanya kazi kwa uzoefu. Umefika kipindi sasa kufanya utaratibu wa kuweza kuyapata mafunzo haya. Rai yangu kwa walimu ambao wanakwenda kumaliza mafunzo haya, wayatendee haki haya mafunzo, watumike kama kioo cha makocha na kuendeleza mpira wa miguu. Wakumbuke kabisa kwamba hii ni kozi ya awali, ina muendelezo wake, lakini kozi hii ya awali isiwe mwisho kwa wao kujiendeleza. Kwanza ukishasoma kozi hii tayari umeshaingia katika mfumo wa ualimu wa mpira wa miguu. Maana yake ni kwamba wewe sasa unaweza ukapata ruhusa ya kusoma ngazi inayofuata ambayo ni CAF Diploma D. Kwa maana hiyo umeshaingia katika mfumo sasa wa kufanya kazi ya ualimu wa mpira wa miguu. Maana yake ndani yake utakuwa na maadili ya ufundishaji. Maana yake ndani yake utakuja kuiheshimu taaluma nzima ya mpira wa miguu. Kwa hiyo niseme tu kwamba hayo yote yatakayokuwa yanafanyika ndani ya mpira wa miguu kupitia grassroots football yanakuwa ni njia safi ambayo inakuwa imeshamtengeneza mwalimu huyu sasa kuweza kusimama ndani ya jamii na kuifanya kazi yake. Mwalimu wa mpira wa miguu wa watoto sio mwalimu mpira wa watoto tu, bali anaweza akatumika kuelimisha pia jamii kutokana na mfumo mzima wa mafunzo alivyokwisha kuyapata. Kwa wadau ambao wamekuwa mara nyingi wanazungumza pasipo kujua mifumo ya ufundishaji, mifumo ya kumhudumia mchezaji, mifumo ya kutengeneza mchezaji, mimi ni washauri tu kwamba wajiunge, wasome haya mafunzo. Kesho na kesho kutwa vingi ambavyo wanavizungumza ambavyo sivyo au kupeleka lawama kwa mwalimu, wanakuwa wanaikosea taaluma ya mpira wa miguu. Ni vyema wazungumze kitu ambacho wanakijua. Ukikaa darasani kuna vingi sana utavijua. Hata unapokuja kufanya uchambuzi katika mpira wa miguu utachambua kitu ambacho unakitambua kuliko kulaumu. Kazi ya mpira wa miguu ni ngumu. Sasa kitu ambacho ni kigumu kinahitaji kujitoa, kinahitaji kujituma, kinahitaji kutendea haki taaluma hii. Khamis Junior, nafahamika kama Mpemba mwenye majina ya Kibrazil. Ni mwandishi wa habari za michezo hapa nyumbani Tanzania, lakini pia ni mwanafunzi ambaye kwa leo nimehitimu mafunzo haya ya kozi ya grassroots, mafunzo ambayo yanaendeshwa na shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF. Lakini kwanza kabisa nimeyapokea mafunzo haya kwa umakini, lakini furaha kubwa, kwa sababu moja kati ya ndoto yangu ni kuhakikisha nasoma mpira, kwa sababu mimi nimebezi sana kwenye michezo, hasa kwenye mchezo wa mpira wa miguu. Kwa hiyo ni lazima niweze kujua mpira wa miguu, na unafahamu vipi mchezo wa mpira wa miguu ni lazima uweze kusoma. So niseme tu kwamba nimepokea vizuri, lakini hata mwitikio nao pia umekuwa mkubwa. Lakini chengine, kozi hii inakwenda kutusaidia hasa sisi ambao tunafanya kazi ya uandishi. Mwandishi wa habari ni mtu ambaye ana-inform jamii, unaelewa? Hasa inatusaidia sisi waandishi ambao tunauishi mpira. Kile inapoitwa leo ni lazima tuweze kuchambua, tuweze kuzungumza. Sasa uweze kuchambua mpira kiasi ambacho huna cha kuweza kukizungumzia. So kwangu mimi nafikiri inatusaidia, na nitoe wito pia kwa waandishi wenzangu wa habari hapa nyumbani Tanzania tuweze kutafuta elimu. Na kuna baadhi ya maneno ya dini yanasema
tafuta elimu hata kama ni China. Sasa hapa nyumbani kuna kozi zinatoka mbalimbali, grassroots, CAF Diploma D, CAF Diploma C, kuna CAF Diploma B na A. Zote tunatakiwa tuweze kuzisoma ili tuweze kuwa na elimu kubwa kuhusiana na maarifa ya mpira wa miguu. Lakini all in all, mimi pia nina lengo, nina maono pamoja na future ya kuja kuwa coach siku za mbeleni. Nilikuwa mchezaji hapo awali, lakini maisha ya uchezaji kidogo yakanishinda kutokana na support ndogo, lakini kwa sasa nimefocus katika kazi yangu ya uandishi, lakini na imani ipo siku inshallah nami nitakuja kuwa kocha mkubwa sana, si Tanzania hata nje mipaka ya Tanzania. Asante. Jina naitwa Madi Juma Kadedi. Kitu kikubwa kilichonivutia haswa kuja kwenye kusoma, kwanza mpira mimi ndo kitu changu ambacho nakipenda, umeona bwana. Na chingine kitu kilichonivutia zaidi au bwana, mimi nishacheza vilabu vingi tu vya kwenye ligi kuu ya hapa Tanzania. Vile vile nilikuwa navutiwa sana na swala la kusoma. Unajua kwenye kucheza na kwenye kusoma ni vitu viwili tofauti. Nataka nipanue wigo wa masuala ya soka zaidi kwenye akili yangu ili nipate kufahamu zaidi masuala ya soka. Na kwenye kujifunza pia kujifunza kwenye swala kama hili la ualimu ni swala zuri kutokana na mazingira ambayo baadaye inaweza ikaja nikawasaidia tena watu wengine wakafikia level ambayo na mimi nimecheza au zaidi yangu mimi. Wito wangu sio tu kwamba ukiacha mpira hadi uache mpira, hapana. Unaweza ukawa unacheza mpira na ukapata nafasi ya kusoma, kujiendeleza kwenye swala la mpira. Mtu kama unapenda mpira ukipata nafasi ya kusoma, unasoma ili baadaye, maana sisi binadamu, huu mpira ni mchezo wa nguvu. Baadaye nguvu zinakuja kuisha na wewe ushajiingiza kwenye masuala ya soka, uwezi tena kucheza mpira, utafanya issue gani? Inabidi uingie kwenye ualimu au hivi bwana, ndio kama hivi. Kwa hiyo kama ukianza kusoma mapema, baadaye inakuwa rahisi wewe unapoacha mpira kwenda kwenye ualimu, kusaidia pia watu wengine waje kucheza mpira. Kwa jina naitwa Ramadhani Shauri Tanga, ni mwenyekiti wa chama cha mpira wa miguu wilaya Kigamboni KDFA. Tuko hapa leo katika siku ya mwisho ya kozi yetu ya grassroots, kozi ambayo inaandaa walimu kwa ajili ya kufundisha vijana wadogo ili waje kuwa wachezaji wakubwa, kwa maana ya kwamba waanze kupata mafunzo sahihi tangia wadogo. Na kozi hii leo inafika hitimisho, lakini kuisha kwa kozi hii maana yake ni kwamba kesho tunaanzisha kozi nyingine ya CAF Diploma D. Kwa hiyo nikipenda pia kutoa usia wangu kwa jamii nzima kwamba ni vizuri watu wakajitokeza kozi hizi zinapotangazwa ili waweze kuja kupata maarifa ya mpira, waweze kujua mpira, kwa sababu mpira sasa hivi unagusa watu wengi, unagusa maisha ya watu wengi. Kwa hiyo ni vizuri kama mtu utapata elimu ya mpira. Tunaposema kwamba labda kozi ya ukocha haimaanishi kwamba wewe ukifanya kozi hii lazima ukawe mwalimu wa mpira. Hapana. Bado unaweza ukawa umechukua hii kozi ikakusaidia katika mambo mengine, lakini pia ikakusaidia katika uelewa, kwa maana kwamba hata utapokaa katika vijiwe vya kahawa unabishana, wewe utakuwa unabishana tofauti na mtu ambaye hana knowledge kabisa ya mpira. Kwa hiyo ningependa tena kuchukua nafasi hii kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu ametuwezesha kumaliza hii kozi ya grassroots leo salama. Kwetu sisi KDFA, kozi hii tunaona imekuwa na upekee kidogo, kwa maana ya kwamba tuna mshiriki wa hii kozi kutoka nje ya nchi yetu ya Tanzania. Ametokea Gambia, anaitwa Modu Jobe, ambaye kwa maelezo yake mwenyewe anatuambia aliwahi kucheza national team. Ukiacha hiyo, tuna wachezaji ambao wamecheza ligi yetu hapa. Tuna golikipa Ahmad Kadedi ambaye alidaka Azam, kadaka Mtibwa, amedaka Mbeya Kwanza, lakini kuna Meki Michael ambaye na mwenyewe aliwahi kucheza ligi kuu akiwa Ojoro. Tuna mchezaji mmoja ambaye alikuwa Mbeya City. Kwa hiyo ni kozi ambayo imekusanya watu wengi, lakini pia wanahabari wako nyuma. Tuna wanahabari wasiopungua 5 ambao na wenyewe pia wamekuja kupata mafunzo ya mpira wa miguu kwa ngazi hii ya grassroots. Hiki ni kitu ambacho kwanza kinatufanya hata sisi wenyewe tujisikie furaha na faraja, kwa maana kwamba kimetuweka na watu wa fani tofauti.
Kwa hiyo tunaamini kwamba kadri tunavyokwenda tutazidi kuboresha mambo, basi inshallah kwa uwezo wa Mungu tutafika kule tunapokufikiria.